Ndugu wanahabari, kama ambavyo mnafahamu, tarehe 5 ya Juni kila mwaka nchi yetu huungana na jumuiya za kimataifa katika kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Maadhimisho ya siku hii adhimu yaliasisiwa jijini Stockholm, Sweden tarehe 5 Juni mwaka 72 wakati wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira na maendeleo ya binadamu. Lengo la maadhimisho haya ni kuelimisha na kuhimiza jumuiya za kimataifa kushiriki katika shughuli za kuhifadhi na usimamizi wa mazingira, kuchukua hatua za makusudi kukabiliana na changamoto za uharibifu wa mazingira, pamoja na kuhimiza matumizi endelevu ya rasilimali za mazingira duniani kwa ajili ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Ndugu wanahabari, maadhimisho ya siku ya mazingira duniani kimataifa kwa mwaka huu 2026 yatafanyika katika jiji la Baku nchini Azerbaijan. Mnakumbuka kwa Azerbaijan ilikuwa ni mwenyeji wa mkutano wa 29 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi UNFCCC COP29. Kauli mbiu ambayo inaongoza maadhimisho haya kimataifa ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa kuongeza kasi na juhudi za kupunguza uzalishaji wa gesi joto, kukuza matumizi ya nishati mbadala na kuimarisha uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, kauli mbiu hii inahimiza juhudi za kimataifa za kuchukua hatua za ziada na za haraka kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ambazo zimeendelea kujidhihirisha kupitia ongezeko la joto duniani, ukame, mafuriko, upungufu wa maji, kuibuka kwa magonjwa pamoja na kutishia usalama wa chakula duniani. Kwa mantiki hiyo, kauli mbiu ya kitaifa itafsiri kwa vitendo wito wa kauli mbiu za kimataifa kwamba kila Mtanzania anapaswa kuchukua hatua sasa ili kuhakikisha kuwa maendeleo tunayopata hayaathiri mazingira na maisha ya vizazi vijavyo. Ndugu wanahabari, serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuonesha dhamira thabiti kwa vitendo katika kutekeleza ajenda ya hifadhi ya mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Kupitia sera ya mazingira ya mwaka 2021 na mkakati wa utekelezaji wake, mikakati ya mipango mbalimbali, serikali imeendelea kuimarisha juhudi katika maeneo muhimu ikiwemo hifadhi ya misitu kupitia kampeni endelevu ya upandaji miti, kukuza matumizi ya nishati safi na mbadala, pamoja na kudhibiti uchafuzi wa mazingira. Kupitia uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchi yetu imeweza kupiga hatua kubwa katika nyanja mbalimbali za ustawi wa jamii na ukuaji wa uchumi, pamoja na hifadhi ya usimamizi wa mazingira pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, hususan utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati ya hifadhi na usimamizi wa mazingira ambayo imewezesha Tanzania kutoa mchango katika jitihada za kikanda na kimataifa katika hifadhi ya mazingira. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tumamgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tumamgamba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Sibadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tumamgamba Hardware, hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tumamgamba Hardware, nyumbani pa mabati ya Alaf.